Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Hongera sana kwa kufanya event hii leo kwa njia na njema zaidi. Asante, tunashukuru sana. Mabadiliko tunaelekea kwenye uchaguzi kama ni kiongozi wa serikali. Mchango wa wasanii wa gospel kwa sababu tunahubiri amani na kila kitu kwenye uchaguzi. Jibu la swali lako umelitaja mwenyewe kwamba muziki wa Injili ni muziki unaleta amani, ni muziki unatuleta pamoja kama Watanzania, ni muziki ambao unaleta ile hamu ya kutaka kuendelea kuishi, unaleta matumaini. Na kwa hiyo tunavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu, basi mategemeo yetu makubwa sana kwa wasanii wa muziki wa Injili ni kuhakikisha kwamba wanajitokeza kwa wingi kuweza kutupa huo muziki wao ambao kama nilivyosema unatupa mwelekeo, unatupa matumaini, unatupa ile hamu ya kutaka kuishi, na kwa maana hiyo kazi iendelee. So la uchaguzi hivi nishawahi kutokea wasanii wa gospel kufungua muziki? Katika hali ya kawaida haiwezekani kwa sababu kusema kweli muziki wa Injili ni muziki ambao hutegemei kukutana na mambo ambayo hukuyatarajia. Uzuri wasanii wa muziki wa Injili pia wanakaa na kujipanga, na wanajipanga wakiwa na miongozo inayosimamia imani zao. Wakatoliki wana mipaka yao na imani nyingine pia wana mipaka yao kama ilivyo kwa dini zote. Kwa hiyo si rahisi sana kukutana na kitu ambacho hukukitarajia kwenye muziki wa Injili kwa sababu kwanza miongozo ya imani zao, lakini pia ule muda wanaochukua katika kujipanga kutengeneza muziki wao. Na ni ipi mipango ya serikali kusimama kidete na East Africa Gospel Music Awards? Na hili tunalifanya kwa makundi yote. Kama mmeona juzi Mheshimiwa Rais ametoka kuja kwenye tuzo za ucheshi Tanzania Comedy Awards, na serikali imekuwepo ikisaidia makundi mbalimbali. Tumekuwa na hizi tuzo za muziki wetu wa kawaida, tumekuwa na tuzo za filamu na hizi tuzo za muziki wa Injili kwa Tanzania na kwa Afrika Mashariki. Kama serikali sisi kazi yetu ni hiyo kuendelea kusimama nao, moja kuhakikisha wanafanikiwa, kwa sababu wanapofanikiwa wale wanaojihusisha na muziki huu wanapata ajira, wanaweza kujikwamua kiuchumi na wanaweza kuchangia kikamilifu kwenye uchumi wa nchi hii. Nimesema pale ndani kwamba muziki wa Injili ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kujiweka karibu na Yesu Kristo, na kama sehemu ya maandalizi ya huko tuendako. Lakini na ile nilikuwa natania tu watakaoamua kuichukua waichukue. Nikasema pesa na magari ni vitu vya kupita, lakini si mbaya vikipita hata kwetu. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa itakuwa ni kuhakikisha kwamba mazingira ni wezeshi ili wote wanaojihusisha kwenye muziki, sio tu wa Injili bali muziki wote na sanaa nzima kwa ujumla, wananufaika na kazi yao wanayoifanya. Asante sana. Kwa madam, hongera sana kwa wazo hili la takriban miaka 2. Asante sana na nashukuru sana, namshukuru Mungu kwa siku ya leo, na nashukuru sana vyombo vya habari kwa kuja. Nashukuru sana wasanii wamekuja, wasanii wa muziki wa Injili, maproducer, director. Mwitikio umekuwa mzuri na nyie media mmekuwa mkitusupporti, kwa hiyo tunashukuru sana. Yes. Unaona wapi hili wazo lako likitimia zaidi na zaidi la East Africa Gospel Music Awards? Wow, nadhani utaweza kujua kwamba mwanzo, ukiangalia mwanzo ndio una determine mwisho. Kwa hiyo nadhani umeiona mwanzo wa jambo. Sasa you can imagine miaka 5 ijayo. Kwa hiyo tunaiona ikikua, wasanii wa muziki wa Injili wakienda kimataifa, tukiona kwamba wakipaza sauti zao zaidi na kumtukuza Mungu, kwa sababu mwisho wa siku sifa na utukufu zikamrudia Mungu.
na mwisho wa siku nafsi, tujenge kizazi chenye maadili na chenye hofu ya Mungu. Ukijenga kizazi chenye maadili na hofu ya Mungu, ina maana kwamba hicho ni kizazi chenye afya ya akili na ni kizazi endelevu katika uchumi, katika kila sekta. Kwa hiyo kwa namna hiyo hapa tunachopenda kufanya ni kujenga vizazi vyenye hofu ya Mungu na vyenye kumtukuza Mungu. Licha ya kwamba umeweza na kufikiri kwa connect wasanii wa gospel kwa pamoja, lakini kipi kikubwa ambacho unakitarajia kufanya zaidi kwa wasanii wa gospel? Okay, kikubwa zaidi labda tuweze kusema hapa ni kwamba tumeanza leo na Artist Connect. Tukitoka hapa tutakutana siku ya tarehe 28 ambayo itakuwa mwezi Juni pale viwanja vya Posta, ambapo tutafanya launch kubwa kwa ajili ya wananchi na Watanzania na wana East Africa wote, Afrika Mashariki. Kwa hiyo safari ndio imeanza. Kwa hiyo safari wanasema ni mpera. Kwa hiyo ili kwa sababu jina la Bwana lifanye nini? Libarikiwe. Kwa hiyo tunaanza hapo, baadaye vile tutakwenda The Dome ambayo itakuwa tarehe 29 August. Kwa hiyo safari bado ni ndefu, safari bado ni mbichi. Kwa hiyo tunachotaka tuende pamoja. Maana bado matukio ni mengi. Tukitoka hapa bado kuna matukio. East Africa inakuja na matukio ambayo tunaongozwa. Kadri tunavyozidi kuongozwa zaidi na ubunifu tunaendelea kuongeza, ili na wasanii wetu vile vile wa muziki wa Injili wazidi kupata ubunifu zaidi. Kwa hiyo ndio basically ndio maana tumekuja kukuza sekta ya muziki wa Injili. Kama mwanzilishi natamani tu neno moja tu kwa vijana ambao wanajitafuta kwenye muziki wa Injili. Okay, kwa vijana wanaojitafuta kwa muziki wa Injili, karibuni sana East Africa Gospel Music Awards. Ni kwamba tuna auditions. Na siku ya tarehe 28 watakuja kuperform vijana wale 10 ambao watakuwa bora. Kwa hiyo watume kazi zao kwenye kwenye tovuti yetu ya www.eagma.co.tz. Na wale ambao wanataka kutufuatilia, endelea kutufuatilia katika EAGMA Africa, IGMA Africa, Facebook IGMA Africa, YouTube IGMA Africa. Kwa hiyo watufuatilie, watume kazi zao, na hii ndio sasa muda wao wenye vipaji vya muziki wa Injili watume. Kwa hiyo tutachagua zile kazi nzuri, siku ya tarehe 28 wataperform, watu wataona talanta zao, na baada ya hapo tutachagua watatu kwenda tutawasponsor waende kurekodi. Tukimaliza hapo sasa tunabanana na vyombo vya habari, muarushe sasa, muamplify. Kwa hiyo wito kwa vyombo vya habari, tunaomba ushirikiano wenu muweze kuamplify vijana ili watoke, kwa sababu ukimshika kijana mmoja umekomboa taifa. Ukinyanyua talanta moja ina maana kwamba umenyanyua taifa. Kwa hiyo watatengeneza uchumi wao, watajikwamua, watakwamua familia zao, utakuwa umewasaidia sana. Kwa hiyo twende kazi na iendelee. Amina, asante sana. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo.